Kwa nini Yanga ni klabu kubwa, ina fan base kubwa, eneo lenyewe la uwanja ni katikati ya jiji, walikuwa na ekali 9 billions of money. Ukilitazama lile eneo la pale Jangwani, wanakwenda kumpa mwekezaji awekeze fedha, halafu wagawane 50% kwa 50. Mbona Yanga amekubali kunyonywa kwa namna hii? Ni kweli Young Africans ananyonywa kwenye huu mkataba ukiutazama na kusikiliza vizuri kama walivyoelezea wakati wanaingia makubaliano ya pande zote mbili. Nikuza kitu kimoja, Yanga saizi ina umri wa miaka 90. Ndio. Na toka inaanzishwa walikuwa na lile eneo lao kabisa. Mpaka leo hii ukiacha kuja kwa GSM, lile eneo wamelifanyia nini? Hawajalifanyia chochote. Hiyo thamani ya billions of money haikuwepo. Ilikuwepo. Waliwezaje kuiconvert kwenda kwenye pesa? Ilikuwa ni ngumu, labda ilikuwa nasubiriwa mwekezaji afike sasa. Walikuwa subiria mwekezaji afike. Walishindwa kumtafuta. Yanga ilikuwa inapita kwenye bakuli. Uwanja kaunda ukuwepo? Ulikuwepo. Mbona hawakutumia hii kwenda kulipa madeni yale bakuli? Yanga leo hii anafungiwa kwa kusajili kutokana na madeni ya nyuma ambayo alikuwa anadaiwa. Ule uwanja kaunda haupo? Ulikuwepo. Leo hii Yanga anaondoka Aziz Ki kwenda wapi huko, anaondoka Mayele kutokana na gharama kubwa za kuweza kumretain. Ule uwanja ukuwepo? Ulikuwepo. Kwa hiyo hayo ni maneno ya watu ambao wanapiga mahesabu kwenye karatasi. Ukisema uchukulie hivyo, basi kila mtu ni tajiri. Kwa sababu watu wa kwenu kule Morogoro, babu yako anaweka 3,000. Lakini sometimes hata 100 hauna. Kabisa. Sasa ile 3,000 inakusaidia nini? Hainisaidii chochote. Mpaka utakapoweza kuiconvert ili iweze kuwa thamani. Sawa? Ili iweze kuwa thamani, lazima iwe ni asset ambayo umeweza kuiturn kwenda kwenye cash au kwenye liquidity kwa maana ya fedha. Ndio inakuwa ni hivyo, inakuwa ina thamani. Kupiga tu hesabu za kwamba pale wangechukua wangempa, yuko wapi huyo mtu wa kumpa?